Bwana, nchi ya Cuba imetangaza siku 3 za mapumziko kutokana na balozi mstaafu ambaye aliweza kujiuzuru Humphrey Polepole. Na nimekuletea video hapa ya rais akiwa anatangaza siku 3 za watu kuweza kupumzika kutokana na Humphrey Polepole aliyekuwa balozi wa nchi hii ya Cuba kuweza kutangaza kujiuzulu, lakini baadaye aliweza kurudi katika nchi ya Tanzania na kuweza kupotezwa na watu wasiojulikana. Tukumbuke kabisa kwamba nchi ya Cuba imeonyesha uzalendo na moyo fulani wa ukarimu kwa balozi huyu ambaye alikuwa anatumikia nchi ya Tanzania, lakini pale nchi ya Cuba kutokana na kile ambacho kinaendelea, rais akawa amesema mambo fulani ambayo yalimpelekea kuweza kumwaga machozi kutokana na kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Tanzania. Tukumbuke kabisa kwamba Humphrey Polepole amehudumu katika aina mbalimbali za uongozi. Mara ya kwanza alianza kuwa msemaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi kipindi cha hayati John Pombe Magufuli. Lakini tukumbuke kabisa kwamba swala hili la kupotea na la watu kutekwa alianza leo. Ni miaka mingi sana huko nyuma limeanza kusikika. Tukumbuke kabisa kwamba alianza kutekwa Roma Mkatoliki ambaye sasa hivi hayupo tena nchi ya Tanzania, yupo Marekani. Lakini tukumbuke kabisa kwamba pia kuna mtu mmoja ambaye ni mwanasiasa ambaye ni yeye yupo katika chama cha upinzani, yani namzungumzia Tundu Lissu, naye pia alishawahi kushambuliwa na risasi 17 na 16 ziliweza kutolewa na moja anatembea nayo. Lakini mpaka sasa hivi bado hawajajulikana ni watu wapi ambao wanafanya vitendo vya kinyama kama hivi. Lakini sasa nchi ya Cuba imetangaza siku hizo 3 na kudai ya kwamba, ukimsikiliza rais hapa, nitakuletea video fupi ambayo inamuonesha rais wa Cuba akiwa anaongea huku analia na kusema ya kwamba ataonesha mshikamano kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaonekana katika nchi ya Cuba juu ya utendaji wa Humphrey Polepole. Kwa hiyo ataonesha uwezekano wa kupatikana kwa Humphrey Polepole kutokana na familia yake kulia sana, kuhuzunika. Yani kiukweli Watanzania wamebaki katika huzuni kubwa sana kwa wale ambao walikuwa wakimpenda Humphrey Polepole. Sasa nataka tu nikutie moyo wewe ambaye unanisikiliza mahali hapa na unayenitazama. Nataka tu nikutie moyo kabla sijakuletea hii video ya rais huyu akitangaza siku 3 za kuweza kupumzika nyumbani, kutafakari ile hali ambayo wanapitia Watanzania kwa mwenzao Humphrey Polepole kuweza kukamatwa. Nataka tu nikwambie kitu kimoja kwamba maandiko yanasema ya kwamba mnawaza nini juu ya Bwana. Bwana atakomesha mateso yote na hakika yake mateso hayatarudi mara ya pili. Kwa hiyo hakuna haja ya kumwazia Mungu upumbavu. Nataka nikukumbushe kitu kimoja ndugu yangu. Wakati Yusufu ametupwa katika lile shimo, watu walizani ya kwamba labda pengine ndio mwisho wa Yusufu. Ukisoma katika ile habari ya Yusufu anapotupwa tu, unaanza kujisikia vibaya na kuzani ya kwamba Mungu hawezi kumtokea tena Yusufu. Lakini ukitaka uendelee katika yale maandiko, unagundua kabisa kwamba Mungu tena anakuja kutokewa na Yusufu. Ndugu zake wanabadilisha mawazo, wanasema tumuuze Yusufu kwa hawa wa Ishmaeli. Ndio wanaenda kumuuza sasa kule Misri, wanaenda kumfanya kama fedha. Lakini katika kumfanya huko fedha, hawajui kuwa wanamsogeza katika kusudi lile la kimungu. Kwa hiyo nataka nikwambie, wakati magumu yanaibuka katika taifa, kwa wewe unayenisikiliza na kwa wewe unayenitazama, jua kabisa Mungu yupo, Mungu anatenda, Mungu anafanya, na hakika yake atakutokea tu kwa namna yoyote ile. Tukumbuke kabisa kwamba Yusufu anapelekwa katika shimo, anatumbukizwa huko, anaona giza, haoni mwanga. Kumbuka kabisa kwamba kwenye shimo, sifa ya shimo kwanza kuna giza, huoni mwanga. Yawezekana kabisa kwamba tunapitia changamoto fulani, tunapitia hali fulani kama taifa, tusiache kuomba. Anasema nimeweka walinzi juu ya kuta za Yerusalemu, hawatanyamaza mpaka nitakapoimarisha mji, nitakapoimarisha ngome yangu. Ndugu yangu, wewe uliyepewa nafasi ya kuomba, ya kuoneshwa maono, usiache kuomba juu ya Tanzania. Waombe viongozi, muombe kila mmoja ambaye unahisi anaweza akabadilisha hali ya Tanzania. Mungu bado ana kusudi na taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo tusiache kwa namna moja au nyingine
kuliombea taifa la Tanzania kwa namna yoyote ile. Ndugu yangu, tuendelee kuliombea taifa la Tanzania mpaka pale Mungu atakapotokea kuhakikisha ya kwamba sisi tunasimama katika ule upendo, katika ule umoja, katika ule uhuru ambao Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akiuhimiza kila inapoitwa leo. Tukumbuke kabisa kwamba shetani huwa ana kazi yake. Anapoona kabisa kwamba Watanzania tunajisifu kwa amani na utulivu, huwa analeta mambo yake ya ajabu. Huwa anahimiza watu waweze kumwagana damu. Lakini tukumbuke kabisa kwamba damu inapomwagika sio jambo zuri hilo, sio jambo zuri hata kidogo. Damu inapomwagika ni ishara mbaya. Tukumbuke kabisa kwamba bendera za watu wenzetu huko zina rangi nyekundu. Kutokana na ile wanasema kwamba damu ilimwagika. Lakini tukumbuke kabisa kwamba bendera ya Tanzania haina rangi nyekundu, ina rangi ya kijani, ina rangi ya blue, ina rangi nyeusi, ina rangi ya njano. Hii ni kwa sheria ule umoja ambao Mungu alitupa, ile amani Mungu ambayo alitupa. Shetani anaionea wivu. Nataka nikwambie, shetani anaionea wivu sana. Kwa hiyo tuombe ndugu yangu, ikiwezekana Mungu agairishe yale mabaya yote na zile damu ambazo zimekusudiwa kumwagika katika nchi ya Tanzania, damu hizo zisimwagike. Afanye tu namna fulani ambayo yeye mwenyewe ataleta ukombozi, yeye mwenyewe atashangaza mataifa. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Hii ni Koni Online TV. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusii tu bonyeza alama subscribe kisha utani on notification. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikisha kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwa tunaziachia mahali hapa.